Karibu kusikiliza taarifa kuu za habari kupitia Radio Congo Post News, sauti ya ukweli na taarifa huru kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Idi George, nikuletea mtasari wa vichwa vya habari vya asubuhi ya leo. Katika habari zetu za asubuhi ya leo, mapigano makali yaripotiwa katika eneo la Burubi Walikale, huku wapiganaji wa Wazalendo wakidai kuwafurusha waasi wa M23 kutoka eneo hilo. Bado katika eneo la Walikale, hali ya taharuki imeongezeka baada ya kiongozi mpya wa kijiji cha Kateku aliyekuwa amewekwa au kuteuliwa na M23 auawa na wapiganaji wa Wazalendo. Katika Kivu Kusini, kufungwa tena kwa barabara kuu ya taifa nambari 5 route numero 5 kusababisha shughuli za usafiri na biashara kusimama katika mji wa Uvira. Mbunge Claude Misare aonya kuhusu uwezekano wa kuhamishwa kwa miradi ya Benki ya Dunia kutoka Uvira, akitaka serikali kuhakikisha fedha na miradi hiyo inabaki katika Kivu Kusini. Vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo kupitia radio yetu Congo Post News. Endelea kuwa nasi kwa taarifa kamili za habari hizi pamoja na uchambuzi wa zaidi. Karibu. Katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano makali yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa M23, ambako taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa Wazalendo wamefanikiwa kuwafurusha waasi kutoka katika kijiji cha Burubi. Tukio hilo linaongeza sura mpya katika mvutano wa kiusalama unaoendelea katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, mapigano hayo yalianza mapema asubuhi wakati wapiganaji wa Wazalendo walipoanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa M23 ndani ya Burubi. Milio ya risasi nzito pamoja na silaha za masafa marefu zilisikika kwa saa kadhaa, huku wananchi wakikimbia makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Baada ya mapigano hayo, taarifa zinaeleza kuwa waasi wa M23 walilazimika kuondoka katika kijiji hicho na kuelekea maeneo mengine ya karibu. Hata hivyo, hali ya taharuki bado inaendelea kutawala kutokana na hofu ya mashambulizi mapya au mapigano ya kulipiza kisasi. Burubi ni moja maeneo ya Walikale ambayo yamekuwa yakikumbwa mara kwa mara na mapigano kati ya makundi yenye silaha. Wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na vita vya muda mrefu vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wengi wakikosa huduma muhimu za kibinadamu na usalama wa kudumu. Kundi la Wazalendo limekuwa likijitokeza kama nguvu zinazoshirikiana kwa namna tofauti na jeshi la serikali la FARDC katika kupambana dhidi ya waasi wa M23 na makundi mengine ya waasi. Katika miezi hivi karibuni, makundi hayo ya Wazalendo yameongeza mashambulizi katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa chini ya ushawishi wa M23. Kwa upande mwingine, waasi wa M23 wanaendelea kutajwa kuimarisha uwepo wao katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, jambo ambalo limeendelea kuzua hofu kwa wananchi pamoja na jumuiya ya kimataifa kuhusu kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia katika eneo la Walikale wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu athari za mapigano hayo kwa wananchi wa kawaida. Taarifa zinaonyesha kuwa familia kadhaa zimeanza kukimbia makazi yao, huku wengine wakikosa msaada wa chakula, maji safi na huduma za afya. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa kuendelea kwa mapigano kati ya Wazalendo na M23 kunaweza kuongeza hali ya sintofahamu katika maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hasa wakati juhudi za kisiasa za kurejesha amani bado zinaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo ya Burubi. Pia M23 bado haijatoa tamko rasmi kuhusu madai ya kufurushwa kutoka eneo hilo. Hali hiyo inaendelea kuonyesha namna mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyoendelea kuwa katika kipindi kigumu cha usalama, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kuathirika zaidi na vita vya mapambano ya makundi yenye silaha yanayoendelea katika maeneo mbalimbali Kivu Kaskazini. Turudie katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali wasiwasi inaendelea kutawala katika mji wa Uvira baada ya kutangazwa tena kufungwa kwa barabara kuu ya taifa nambari 5 maarufu kama route numero 5. Barabara hiyo ni moja ya njia muhimu sana inayounganisha miji na maeneo mbalimbali ya biashara katika ukanda wa mashariki mwa nchi.
na kufungwa kwake kumeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za usafiri, biashara pamoja na maisha ya kila siku ya wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, kufungwa kwa route numero 5 kumesababisha kusimama kwa usafirishaji wa bidhaa kati ya Uvira na maeneo mengine ya Kivu Kusini pamoja na mipaka ya nchi jirani. Malori ya mizigo, magari ya abiria pamoja na wafanyabiashara wadogo wameonekana kukwama katika maeneo mbalimbali, huku wengine wakikosa kabisa njia mbadala za kusafirisha bidhaa zao. Wananchi wa Uvira wanasema kuwa hali hiyo imeanza kuathiri bei za chakula muhimu sokoni, hasa vyakula, mafuta na bidhaa inayotoka nje ya mji huo wa Uvira. Wafanyabiashara wengi wameeleza hofu yao kwamba iwapo hali hiyo itaendelea kwa muda mrefu, uchumi wa eneo hilo unaweza kuzorota zaidi kutokana na kukosekana kwa mzunguko wa kawaida wa biashara. Barabara ya route numero 5 imekuwa ikichukuliwa kama uti wa mgongo wa uchumi katika ukanda huo kwa sababu inaunganisha maeneo muhimu ya biashara na kiusalama. Kufungwa kwake mara kwa mara katika siku za hivi karibuni kumekuwa chanzo cha malalamiko kutoka kwa wakazi wanaodai kuwa tayari wamechoka na changamoto za usalama pamoja na ukosefu wa huduma za msingi. Ingawa sababu rasmi za kufungwa tena kwa barabara hiyo bado hazijaelezwa kwa kina, baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa hatua hiyo inahusishwa na hali ya usalama inayobadilika katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Katika kipindi cha miezi iliyopita, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea ikishuhudia mvutano wa makundi yenye silaha pamoja na operesheni za kijeshi zinazoendelea katika maeneo mbalimbali. Kutokana na hali hiyo, wasafiri wengi wameamua kubaki majumbani au kuahirisha safari zao kwa kuhofia usalama wao. Baadhi ya shule na shughuli za kawaida za kijamii pia zimeanza kuathirika kutokana na changamoto ya usafiri na uhaba wa bidhaa muhimu sokoni. Wakati huo viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia mjini Uvira wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha barabara hiyo inafunguliwa tena kwa usalama. Wamesema kuwa kuendelea kufungwa kwa route numero 5 kunaongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wameathirika na migogoro ya muda mrefu mashariki mwa nchi hiyo. Kwa upande wake, serikali ya mkoa pamoja na vyombo vya usalama vinaendelea kufuatilia hali hiyo, huku wananchi wakisubiri tamko rasmi kuhusu lini usafiri katika barabara hiyo utaanza tena. Hata hivyo, hali ya taharuki inaendelea kuonekana katika maeneo mengi ya Uvira, huku shughuli za kawaida zikiendelea kusuasua. Kufungwa kwa route numero 5 kunakuja katika kipindi ambacho mkoa wa Kivu Kusini unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama na kibinadamu, jambo ambalo limeendelea kuongeza shinikizo kwa wananchi wanaotegemea biashara na usafiri wa kila siku ili kuendesha maisha yao. Tubaki huko Kivu Kusini, katika mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala mkali umeibuka kuhusu hatma miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia mradi wa kuwezesha biashara maarufu kama Projet de Facilitation du Commerce. Wasiwasi huo umetolewa na mbunge wa eneo hilo Claude Misare, ambaye ameonya kuhusu kile alichokitaja kuwa ni jaribio la kuhamisha miradi hiyo kwenda katika jimbo jingine licha ya hali ya usalama kuonekana kurejea katika eneo husika. Kupitia barua aliyomwandikia waziri wa biashara wa nje wa taifa, mbunge huyo amepinga vikali hatua ya kuvunjwa kwa mikataba ya kazi iliyokuwa ikihusiana na maendeleo vituo vya mipakani vya Sange pamoja na Nyamoma, Rubenga na Luvungi. Kwa mujibu wa taarifa zake, baadhi ya huduma za kiufundi ndani ya wizara hiyo imeanza kuelekeza fedha za miradi huo katika maeneo mengine kwa madai ya kuwepo kwa hali ya ukosefu usalama katika eneo la Uvira. Hata hivyo, Claude Misere amesema kuwa hoja hiyo haina msingi, akieleza kuwa eneo la Uvira kwa sasa lipo chini ya udhibiti wa jeshi la serikali FARDC, hali ambayo kwa mtazamo wake inapaswa kuruhusu shughuli za maendeleo kuendelea kama kawaida. Mbunge huyo anaamini kuwa kusimamishwa kwa miradi hiyo kutakuwa pigo kubwa kwa uchumi wa eneo hilo pamoja na wananchi waliokuwa wakitegemea miundombinu hiyo kuboresha biashara za mipakani.
Amesisitiza kuwa miradi hiyo ilikuwa tayari imeanza kutoa matumaini kwa wafanyabiashara wadogo na wakazi wa maeneo ya mpakani ambao kwa muda mrefu wamekuwa kikumbwa na changamoto za miundombinu mibovu, ucheleweshaji wa bidhaa pamoja na ukosefu wa huduma bora katika vituo vya forodha. Katika waraka zake, Claude Misare ametaka serikali ya Kinshasa kutafuta mara moja maamuzi yote yanayohusu kusitishwa kwa mikataba hiyo na kuhakikisha kazi inaanza tena haraka katika maeneo yaliyokuwa yamepangwa kunufaika na ufadhili huo wa Benki ya Dunia. Ameonya kuwa kuhamasishwa kwa miradi hiyo kunaweza kuongeza hali ya kukata tamaa miongoni mwa wananchi wa Uvira ambao tayari wameathirika kwa miaka mingi kutokana na migogoro ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa maendeleo wanaona kuwa swala hilo linaonyesha changamoto kubwa iliyopo kati ya usalama na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema kuwa miradi nyingi, wawekezaji na wafadhili wa kimataifa huogopa kuendelea na miradi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita hata pale ambako hali ya utulivu inaanza kurejea. Mpaka sasa serikali kuu pamoja na Wizara ya Biashara ya nje bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo yaliyotolewa na mbunge Claude Misare. Wananchi wa Uvira wanaendelea kusubiri kuona kama miradi hiyo itaendelea kutekelezwa katika maeneo hayo au kama kweli fedha hizo zitahamishwa na katika jimbo jingine. Hiyo ni hali ya maendeleo na mvutano wa kisiasa unaoendelea kujitokeza katika eneo la Uvira ambako viongozi wa wananchi wanaendelea kushinikiza serikali kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo haiondolewi licha ya changamoto za kiusalama zilizowahi kutokea hapo nyuma. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji wa mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Ni taarifa ya habari za dunia na Mika Rorobi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakudhani kulikuwa na hatari ya kuzuka mzozo kati ya China na Marekani kuihusu Taiwan. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilisha ziara yake ya siku 2 mjini Beijing, Rais Trump amesema alimsikiliza Rais wa China Xi Jinping kuhusu msimamo wao wa kupinga uhuru wa Taiwan, lakini hakutoa ahadi zozote. Nitalazimika kufanya maamuzi, lakini unajua, nadhani jambo la mwisho tunalohitaji hivi sasa ni vita vilivyoko umbali wa maili 9500. Nadhani hilo ndilo jambo la mwisho tunalohitaji. Tunafanya vizuri sana. Je, Marekani ingeitetea Taiwan ikiwa hali itafika hapo? Sitaki kusema. Kuna mtu mmoja tu anayejua hilo. Unajua ni nani? Mimi. Bwana Trump pia amesema atafanya uamuzi kuhusu kuiuzia Taiwan silaha. China inapinga vikali swala la Taiwan ambayo inaichukulia kama himaya yake kuuziwa silaha na Marekani. Kuhusu swala la mzozo wa Iran, Rais Trump amesema hakuuliza wala hakuhitaji China kuifanyia hisani yoyote kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini ameongeza kuwa Rais Xi ataishinikiza Iran kufungua mlango huo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema juhudi za sasa za kidiplomasia za kumaliza mzozo na Marekani yanakumbwa na kutoaminiana. Akizungumza nchini India ambako anahudhuria mkutano wa nchi zinazoinukia kwa kasi zaidi kiuchumi za BRICS, Bwana Araghchi alisema ujumbe unaokinzana umezua maswali kuhusu nia halisi ya Marekani katika mazungumzo yanayoendelea ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Waziri huyu amekanusha kuwa juhudi za Pakistan za upatanishi zimefeli, lakini ameueleza mchakato huo kuwa mgumu. Bwana Araghchi alisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi kwa meli kutoka nchi zote ile isipokuwa zile zilizovitani na Iran. Israel na Lebanon wamekuwa wakifanya mazungumzo zaidi mjini Washington licha ya kuendelea kwa mashambulizi kati ya mataifa hayo jirani. Umoja wa Mataifa umeyataja mazungumzo hayo yanayofanyika katika Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani kama fursa muhimu ya kumaliza uhasama. Kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo yanayoendelea Marekani na imepinga mchakato huo. Jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulizi ya angani kusini mwa Lebanon na imewataka wakazi wa miji na vijiji kadhaa kuhama mara moja kuepuka kuuawa wakati wanapolenga ngome za Hezbollah. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa wa kivita zaidi ya 200 kila upande kama sehemu ya makubaliano yaliyopatanishwa na Rais wa Marekani Donald Trump na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Wafungwa hawa ni wa kwanza kati ya wafungwa 1000 kutoka kila upande wanaotarajiwa kuachiliwa huru. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema baadhi ya Ukraine walipigana katika maeneo kama kilipo kinu cha nyuklia cha Chernobyl na Mariupol, ikiwa ni pamoja na wakati wa kukilinda kiwanda cha chuma cha Azovstal. Wakati huo huo, kumezuka moto mkubwa katika mojawapo ya vituo vikubwa vya kusafisha mafuta nchini Urusi huko Ryazan katika shambulizi la Ukraine la kutumia ndege zisizo na rubani. Gavana eneo hilo anasema watu 4 waliuawa akiwemo mtoto wakati majengo ya ghorofa katika jiji hilo yaliposhambuliwa. Msemaji wa Wizara ya Sheria ya Marekani amesema kuwa Marekani inapanga kumfungulia mashtaka aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro, ambaye ni ndugu wa kiongozi wa mapinduzi wa Cuba Fidel Castro. Bado haijulikani ni lini hasa mashtaka hayo ambayo lazima idhinishwe na Baraza Kuu la Mahakama yatakapowasilishwa rasmi. Robert Kiptona na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa idara ya haki na sheria na ambaye hakutajwa jina na alinukuliwa na mashirika ya habari, hatua hiyo inaweza kuchukuliwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa mashirika hayo, kesi dhidi ya Raul Castro inahusishwa na tukio la miaka 30 iliyopita ambapo Cuba ilidungua ndege ya shirika la misaada ya kibinadamu la Brothers to the Rescue. Ripoti kuhusu uwezekano wa kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya Raul Castro zimeibuka wakati mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe alipokuwa mjini Havana kuwasilisha ujumbe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa viongozi wa Cuba. Marekani ilisema kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya kina kuhusu masuala ya uchumi na usalama, lakini tu ikiwa Cuba itafanya mabadiliko ya kimsingi. Na mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa katika wilaya ya Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na taarifa kutoka Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Afrika CDC, takriban visa 250 na vifo 65 vimeripotiwa jimboni Ituri katika miji yenye shughuli za uchimbaji dhahabu za Mongwalu na Rwampara, na kwamba bado inachunguza visa vingine vinavyoshukiwa kwa Ebola katika mji wa Bunia. Ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1976 nchini DRC na inaaminika kuwa ulisambazwa kutoka kwa popo. Huu ni mkurupuko wa 17 ugonjwa huu hatari nchini humo. Hii ni BBC. Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Matangazo haya msikilizaji ni ya jioni ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, lakini pia Zenj FM visiwani Zanzibar, Radio Kwizera Ngara pamoja na CJFM kule Kenya, Most FM unaweza kutusikiliza hapo, lakini pia kama uko nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadal Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Pia tuko YouTube kama BBC Swahili. Matangazo haya yanapeperushwa hapo moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye katika mjadala utaungana na mwenzangu Phyllis Mwate. Tukianza na taarifa yetu kuu ni kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, amehitimisha duru yake ya mwisho ya mazungumzo na rais wa China Xi Jinping na kukamilisha ziara yake huko Beijing. Trump amesema mkutano huu umekuwa wenye mafanikio makubwa na maarufu duniani na usoweza kusahaulika. Swala la biashara, mafuta na vita vya Iran pamoja na swala la Taiwan ni miongoni mwa mambo ambayo yalijadiliwa kwa siku mbili za mikutano kati ya viongozi hao wawili. Hapo awali Rais Trump amesema Xi Jinping ameahidi kuinyima silaha Iran wakati wa mahojiano na Fox News. Taarifa zaidi hapa na Elizabeth Kazibure. Rais wa Marekani Donald Trump ameondoka nchini China baada ya kufanya mazungumzo yaliyofuatiliwa kwa karibu na rais wa China Xi Jinping yaliyolenga kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa kiuchumi na kisiasa duniani. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Beijing, katika taarifa yake, Rais Trump amesema kuwa pande hizo mbili zimefikia makubaliano mazuri sana ya kibiashara, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu vipengele vya makubaliano hayo. Vyombo vya
habari vya serikali ya China vimeripoti kuwa viongozi hao wawili walifikia mwafaka katika baadhi ya maeneo muhimu ya ushirikiano. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano uliodumu kwa muda mrefu kati ya Washington na Beijing, hasa katika masuala ya biashara, teknolojia na usalama wa kikanda. Awali, Rais Trump ameiambia Fox News wakati wa mahojiano yake, Rais Xi amesema kuwa hatotoa vifaa vya kijeshi. Hili ni tamko kubwa alilotamka leo hii. Hili ni tamko kubwa sana, na alisema kwa msisitizo mkubwa, lakini wakati huo huo amesema kwamba wanaagiza mafuta mengi kutoka huko na wangependa kuendelea kufanya hivyo. Pia anatamani kuona mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa wazi bila vizuizi. Ziara hiyo pia imegubikwa na mvutano wa kimataifa unaoendelea kuhusu vita vya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China amesema kuwa vita hivyo havikupaswa kutokea kamwe na kwamba hakuna sababu ya kuendelea kwa mzozo huo. Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa Beijing wa kutaka suluhisho la kidiplomasia badala ya matumizi ya nguvu za kijeshi. Awali, Rais Xi Jinping amesema China itaongeza ushirikiano wa kiuchumi na Marekani kwa kununua mafuta pamoja na ndege kutoka Marekani. Naye Rais Trump amesema kuwa China inaunga mkono kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia, wanasema sehemu kubwa ya mazungumzo hayo haikulenga tu kufanikisha makubaliano mahususi, bali pia kujenga taswira ya kisiasa inayoonyesha kuwa licha ya tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili, bado yana uwezo wa kushirikiana katika masuala muhimu ya kimataifa. Hata hivyo, masuala nyeti kama biashara, teknolojia, ushawishi wa kijeshi katika eneo la Asia na swala la Taiwan yanaendelea kuwa changamoto kubwa katika uhusiano wa Washington na Beijing, ingawa Rais Trump amesema kuwa haoni uwezekano wa kutokea kwa mgogoro kati ya China na Marekani kuhusu Taiwan. Kauli hiyo ameitoa akiwa ndani ya ndege akirejea mjini Washington baada ya kumaliza ziara yake nchini China. Vyombo vya habari vya China pia vimeripoti kuwa Rais Xi Jinping ameonya kwamba swala la Taiwan linaweza kuisukuma Marekani na China katika mgogoro wa moja kwa moja iwapo halitashughulikiwa kwa tahadhari. Kauli hiyo inaakisi msimamo mkali wa Beijing kuhusu Taiwan, ambayo China inaiona kuwa sehemu ya himaya yake licha ya Taiwan kujitawala yenyewe. Mazungumzo hayo yanaonekana kuwa hatua muhimu katika juhudi za kurejesha mawasiliano ya karibu kati ya mataifa hayo mawili makubwa duniani, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu athari zake katika uchumi na siasa za kimataifa. Elizabeth Kazibure, BBC. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na kukumbusha tena, kama ni mara yako kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Na mtuelingini basema unajiabone, una comment vile vile una partage. Na basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha niende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ndiye na mazungumzo yetu ya kila siku ni hakikisha tunakuletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Unaweza ukatuandikia kwenye hiyo namba ambayo inaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari paka mwisho. Congo Post News, sauti ya wananchi. Asante na tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni.